Shalom shalom, wapendwa katika Kristo, na wasalimu nyote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakuja mbele zenu kwa taarifu kuhusiana na mkutano ambao tulio nao mwezi wa kwanza, tariki 2. Tutaanza na makesha na tarehe ya 3 na ya 4 ndio mkutano. Basi tunawakaribisha nyote tukusanyike pamoja, tule neno la uhai, na wale wote ambao hawajabatizwa tunawakaribisha nyote mje kubatizwa katika ubatizo sahihi, ubatizo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa maana wengi walibatizwa kwa ubatizo ambao sio sahihi, ubatizo wa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Huo sio ubatizo wa ndani ya Biblia. Basi ukipenda kubatizwa kwa ubatizo sahihi, karibu sana mwaka ujao tarehe ya 3 na ya 4, njooni tukule chakula cha uzima pamoja, na Mungu atubariki sana. Jambo wapendwa katika Kristo, na wasalimu tena. Kwa majina ni ndugu Daudi anayeongea. Na wakaribisha nyote katika mkutano utakaofanyika mnamo tarehe 3 na 2, pia tarehe 4 vile vile. Karibuni, tunawakaribisha nyote, njooni tushiriki chakula cha uzima. Mnakaribishwa nyote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Wa ndugu zangu wapendwa, tuna mkutano mkubwa mwezi wa kwanza. Mwanzo wa tarehe ni tarehe 2 na tarehe 3, tarehe 4. Tarehe 2 ni siku ya makesha. Tunawakaribisha kwenye makesha. Kuko hata kuko wagonjwa, kuko wako na mashida mbalimbali, karibu kwenye makesha. Mungu atatenda miujiza. Na tarehe 3, tarehe 4 ni siku ya mkutano mkubwa. Karibu tuchangie neno la uzima, na wengine wenye wabatizwa karibu tuwabatize kwa jina la Yesu Kristo. Tunawapenda sana. Shalom shalom. Ni kweli, ubatizo wa kweli ni katika jina la Yesu Kristo. Mnakaribishwa nyote kwa jina la Yesu. Amen. Kama wandugu walivyosema, ubatizo wa kweli ni kwa jina la Yesu Kristo. Kwa maana katika kitabu cha Mathayo 28:19 Yesu alisema kwamba alikuwa anaongea na wanafunzi wake, anawaagiza kwamba enendeni ulimwenguni kote, mkawafanye mataifa kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini tukiangalia alisema kwa jina. Baba sio jina, au Mwana sio jina. Kwa mfano, ndugu Daudi hapa ni baba kwa sababu amezaa, na ni mwana kwa sababu alizaliwa, lakini ana jina lake, na jina lake ni ndugu Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio hivyo ndugu zangu katika Kristo. Ndio, na mitume hawakubatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote walibatiza katika jina la Yesu Kristo. Tukienda katika kitabu cha Matendo ya Mitume, pale ambapo Roho Mtakatifu alianza kufanya kazi kupitia mtumishi Petro. Amen. Tufuateni maandiko matakatifu na mbarikiwe wote kwa jina la Yesu. Amen. Tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo. Tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapewa kipawa cha Roho, nanyi mtapewa kipawa cha Roho.
ambao utakaofanyika mwezi wa kwanza tarehe 2, tarehe 3, tarehe 4 za mwezi wa kwanza. Tarehe 2 itakuwa ni makesha. Tarehe 3, tarehe 4 itakuwa ni mkutano. Ninawakaribisha nyote nje tule mana ya kweli. Tusikie mausia ya Bwana. Ni siku za mwisho ndugu zangu. Ninawakaribisha nyote ambao mko Lexington, mko Marekani. Tutakuwa YouTube, tutakuwa Facebook, tutakuwa live. Wa Afrika hizo tarehe, jamani, ninawakaribisha nyote katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shalom. Jambo tena. Tuko na mkutano hapa Lexington, Kentucky, nchini Marekani. Na hili ni kanisa la kwanza lililoanza siku ya Pentekoste kama mnasoma kwenye maandiko. Karibuni wapendwa. Njooni mkutane na Bwana Yesu. Tutafurahia sana kushiriki pamoja katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Niko na furaha samani. Tuna mkutano mwezi wa kwanza, tariki 2 na tariki 3 na tariki 4. Tariki 2 itakuwa ni makesha, tariki 3 na 4 itakuwa ni mkutano. Tunawakaribisha nyote kwa jina la Yesu Kristo. Tujumunike kwa pamoja, tule neno la uzima. Amen. Shalom. Ekoloyo. Tunawakaribisha kwenye mkutano wetu utakaofanyika hapa Kentucky, Lexington. Familia zetu, ndugu zetu, majirani zetu, nyote mnakaribishwa. Msikose kufika. Amena. Njooni mfunguliwe na magonjwa mbalimbali, na zaidi ya yote ni kumpatia Yesu Kristo maisha yenu, kwa sababu baada ya kifo kuna hukumu, na kimbilioni kwa Yesu tu. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Kanisa ni takatifu la Yesu Kristo. Sio ba Methodist, sio Pentecost, sio ba Baptist, Mormon, hapana. Ni kanisa takatifu. Haleluya. Na mje mkabatizwe kwa jina la Yesu, kwa maana ndio ubatizo sahihi. Ubatizo feki wa kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu sio ubatizo sahihi. Ubatizo wa kweli ni kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Atachukua kanisa takatifu. Atachukua kanisa takatifu. Atachukua kanisa takatifu. Yesu akija. Lililotakaswa kwa damu. Lililotakaswa kwa damu. Atachukua kanisa takatifu. Yesu akija. Kanisa safi si la madoadoa, limesafishwa kwa damu. Kanisa safi na mmoja wao, nimesafishwa kwa damu. Kanisa safi si la madoadoa, limesafishwa kwa damu. Kanisa safi na mmoja wao, nimesafishwa kwa damu. Kanisa safi si la madoadoa, limesafishwa kwa damu. Kanisa safi na mmoja wao, nimesafishwa kwa damu. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Asante Yesu. Amen.